Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niruhusu nizungumze na ushirika wa Shilo wa Samaria kwa muda mfupi ambaye Mungu ametupea tukutane mahali hapa. Amen. Nataka nizungumze kuhusu kitu inaitwa faida ya kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika Luka mlango wa 6 mstari wa 47 ni Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi. Akaambia wanafunzi ya kwamba nitawapea mfano ya mtu ambaye anayekuja kwangu na kusikia neno langu na kuifanyisha kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia akamwambia kwamba ni mfano, akafananisha na mtu ambaye alijenga nyumba. Aliamua kujenga nyumba yake na akachimba msingi ulioenda zaidi chini mpaka akafikia mahali ambapo kulikuwa na mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipojenga nyumba yake kuanzia kwa mwamba, akaweka msingi ulio imara na nyumba ikapanda ikakamilika. Maandiko yanasema ya kwamba na wakati maji yalipokuja ama wakati mvua ilinyesha maji yakawa mengi, ilipokuja ikagonga ile nyumba, haikuweza kuiangusha ile nyumba kwa sababu nyumba ilijengwa chini ya msingi ulio imara. Mwenye nyumba alichimba msingi na akajenga juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akamwambia kwamba ndawampa mfano. Hiyo ni mfano ambao Yesu alikuwa anapewa wanafunzi, ya kwamba akataja vitu vitatu mahali hapa. Ya kwanza kuna kuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda makanisani watu wengi, katika ushirika tunaenda watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili unaona watu wengi, kila mtu ako katika safari ya kwenda katika kanisa, lakini hiyo haikujalisha zaidi. Akasema kitu ya pili, wanasikiza neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaenda katika sehemu ambazo ni mikutano za Mungu, tunasikiza ujumbe wa Mungu, tunasikiza neno la Mungu. Katika makanisa tunasikiza injili, katika makrusedi neno la Mungu linasomwa. Lakini hiyo bado haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba mtu ambaye alijenga nyumba ikawa imara ni mtu ambaye anasikiza na kufanya ama kufuatilia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio akasema ya kwamba yule ambaye anafanya mapenzi yangu ndiye amefananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mstari wa 49 anasema ya kwamba na pia kuna mtu mwingine ambaye alijenga nyumba lakini hakuchimba msingi, hakupata mwamba ya kuwekelea nyumba yake, na akajenga akakamilisha, nyumba ikawa iko rembo kabisa, nyumba ikawa iko smart kabisa, inapendeza. Lakini wakati mafuriko ilipokuja, wakati mvua ilinyesha, maji yakaongezeka, maandiko inasema ya kwamba ilikuja ikagonga ile nyumba, na ilipogonga ikawa na uharibifu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna watu wanaenda kanisani wanasikiza neno, lakini hawafanyi mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwovu anasimama akiwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anakuja katika maisha yetu kama majaribu, anakuja akiwa na nguvu. Sasa inategemea nyumba yako umeijenga kiasi gani, nyumba yako umewekelea katika msingi gani, maisha yako umewekelea katika msingi gani. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna msingi tuliopewa kama Wakristo ambaye ni Yesu Kristo. Alipokuja akafa msalabani kwa ajili ya maisha yetu, alipokufa ilitupasa sisi kama Wakristo, sisi kama waumini, tujenge maisha yetu juu ya mwamba ambaye ni yeye. Tujenge familia zetu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili wakati muovu atakapoinuka asipate nafasi ya kutuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanajenga familia lakini wanasahau kuweka msingi ambaye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watu wanafungua mabiashara lakini wanasahau kuweka msingi ambaye ni Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba wakati muovu atainuka, ataiharibu kwa njia ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Hii maisha ambayo tumepewa na Mungu, ambayo tunaishi, tunastahili tudumu ndani ya ile msingi ambaye Mungu ametuwekea. Tujenge maisha yetu katika mwamba ambaye tunajua hata mafuriko yakija, hata dhuruba ikija, haitatuweza katika maisha yetu. Hata maadui wanapoinuka hawataweza maisha yetu, kwa sababu kuna msingi tulioweka. Bwana Yesu asifiwe. Cha msingi hapa sio kuenda ibada tu peke yake, sio kusikiza neno. Kuna watu ambaye neno inasoma inakuwa kama historia, wanasikiza historia. Lakini hiyo haitoshi. Lazima tufanye mapenzi ya Mungu ili maisha yetu tuijenge katika mwamba ambaye hata mafuriko yakija hayataweza kutuangusha, hata magonjwa yakija hayatatuweza. Bwana Yesu asifiwe. Hata maadui wakiinuka hawatatuweza, kwa sababu katika ulimwengu tunayoishi, tunaishi katika ulimwengu iliyo na majaribu mengi.
Tunaishi katika ulimwengu iliyo na magonjwa. Tunaishi katika ulimwengu iliyo na fitina. Lakini hizi zote zikija katika maisha yetu, kama tumejenga katika msingi ulio imara, hakuna siku itatuweza. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika ushirika wa Samaria, naomba niseme ya kwamba tujenge ushirika wetu katika msingi ulio imara. Ili adui anapoinuka asipate nafasi. Maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati mwovu anainuka anagonga mchungaji ili kondoo zitawanyike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika hii ulimwengu tunaishi, mwovu anatafuta ndawezaje kuingia katika hii familia ili niweze kuitambarazia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukijua ya kwamba kuna msingi ambao tunafaa tuanze na yenyewe, hakuna siku atatuweza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujenge huduma zetu katika msingi ulio imara, ili wakati ambapo majaribu yatakuja, maana majaribu yako katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu yameumbiwa mwanadamu, yapo. Ndio sababu hata kuna wakati Yesu alikuwa anapitia machungu sana. Anapitia machungu kwa sababu katika ulimwengu tuko lazima tunapitia changamoto. Challenges lazima ziko katika familia, katika maisha yako binafsi, katika huduma, challenges ziko. Lakini ukiwa umeweka msingi wako imara, hiyo challenges haiwezi ikakuondoa katika ile msingi uliotengeneza. Tujenge maisha yetu katika msingi ambaye ni Mungu. Tujenge familia zetu katika msingi ambaye ni Yesu. Huduma aliyotupea ya uimbaji, ya kuminister, tuijenge katika msingi ulio imara. Bwana Yesu asifiwe. Ili siku moja majaribu yatakapokuja yasiweze kututoa katika msingi ambao tulijenga. Na zaidi ya yote tutilie maanani neno la Mungu.